jambo la kuwaambia kwanza, hani'an lakum wa barakallahu fikum wa hafidhakumullah, hongereni, Allah wabarik, Allah wahifadhi. Lakini bado tuna safari kubwa mbeleni, tunatakiwa tujipange, kheri hii iendelee, isiwe ndio mwisho sasa tukabweteka. Hii ni nukta ya mwanzo, msafara ndio umeanza. Lakini kwenye msafara wenyewe Waarabu wanasema msafara huu unakwenda, lakini mbwa hawataacha kubweka. Waarabu wasema hivyo, alqafilatu tasiru walkilabu tambah. Huwa Waarabu wana maneno hayo, kama mara nyingine wana maneno kutupatupa hivi, lakini maneno mazuri. Msafara ndio ushangoa unakwenda, lakini mbwa watakuwa wanabweka tu wa. Sasa nyinyi msirudi nyuma, kwa sababu kuna mbwa wako unabweka, nendeni mbele. Sijamuita mtu mbwa, tusije tukachukua maneno kwamba kawaambia watu mbwa. Sijasema hivyo, nimesema Waarabu wanasema hivyo. Umeelewa? Kwa maana kwamba nakusudia kwamba nyinyi mweza kufanya jambo la maana, lakini kuna watu watakuvuta huku, wengine watakuvuta kule, watakusema, ili wewe uliache tu lile jambo. Usiliache kwa sababu ya kelele za watu. Nenda mbele, maadamu uliloamua ni jambo la kheri, songa mbele. Kwa hiyo tuwe na ari mpya. Baada ya semina hii, ari yetu iwe mpya kabisa, na wengine wakaongeza na kasi mpya, ili tuende mbele. Lakini kikubwa zaidi ambacho nilicho nataka kuhusieni nyinyi, sikukisema katika darasa zangu hizi, kuna nukta muhimu niliacha kwa sababu ya wakati. Kwa hiyo nitaizungumza kidogo hapa kuwa nasihi na kuinasihi nafsi yangu. Hizi nafsi zetu hizi zina kijidude fulani hivi, inna an-nafsa la ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Nafsi siku zote huwa ina tabia ya kuchokoa na kuamrisha uovu, ina tabia kibaya hivi. Nafsi yako inaweza kuonyesha kwamba kwani lazima mimi niungane na wenzangu bwana, mimi naweza kufanya peke yangu, au mimi nikiungana nao wale nitaonekana vipi, sitaonekana fadhila za mtu fulani, afadhali nikae peke yangu mimi hivi. Yani ukajiona kwamba wewe waweza peke yako. Si hivyo, ni nafsi yako mbaya inakwambia namna hiyo. Ingieni kwa pamoja, shikamaneni katika kupeleka hili gurudumu mbele. Kuna vitu vingi vinavyotokea kuwagawa watu, ubinafsi, ukabila, umiji, ambavyo sisi katika dawa yetu tunavipiga vita, kwa sababu ndio uhizbia wenyewe. Ukishambagua mwenzako kwa sababu ya kabila yake, wewe ni hizbi. Simajua hivyo? Uhizbia ni ile mtu kutaasabu na kabila lako. Yule bwana sio hivi, wakawa wambagua hilo, wajenga alwala walbara kwa sababu ya kabila. Kwetu sisi ni mwiko jambo hilo, halifai. Sasa tahadhari sana na jambo hilo. Mbona pale kaingia mtu fulani, mtu wa kwetu pale hayupo, kabila yetu, pale watu wa kabila fulani. Tufanyeni mambo na kutoa nafasi na kusaidiana, kwa kuwa huyo amestahiki, si kwa sababu yeye ni mwenyetu, mtu wa kwetu. Vitu kama hivyo tuviache. Tusibaguane kwa sababu ya rangi. Ubaguzi wa rangi katika Uislamu haufai. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallama akakemea sana, akasema da'uha fa innaha muntina. Acheni huo ubaguzi, kwa sababu ni uvundo, ni kitu chenye harufu mbaya kabisa kuliko mzoga. Msibague watu kwa sababu ya rangi zao, kwa sababu ya kabila zao. Jambo hilo halifai. Msiwabague watu kwa sababu ya maeneo wanayotoka. Hilo jambo halifai, kwamba yule atoka kusini, yule atoka kaskazini, yule atoka sijui mjini magharibi, yule sijui anatoka Pemba, yule atoka huku, ukambagua. Atoka mjini, atoka shamba, atoka bara, sio atoka Kenya. Msibaguane kwa jambo hilo. Kama jambo hilo litakuwepo baina yetu, itakuwa sisi hatujakijua tunachokilingania.
tunakuwa kama mathali al-himari yahmilu asfara, mfano wa punda aliyebeba mzigo wa vitabu, hajui kumeandikwa nini. Hatujui tusema nini sisi tulingania da'wa salafia inayopiga vita uhizbia. Salafia ni dhidi ya hizbia. Sasa wewe waleta kuonyesha kwamba hujafahamu kwamba hii da'wa salafia imelenga kwenye lipi. Tuacheni tabia hizi. Inawezekana mtu amekulia kwenye jambo hilo, kalelewa hivyo, ikawa lugha zake ni hizo za kibaguzi, lakini kwa kusoma ilmu na kujitaalamisha, vitu kama hivi vinaondoka. Kwa kunasihiana vitaondoka. Lakini pia tusomeshane sana suratul Hujurat. Suratul Hujurat imeeleza kila kitu katika miamala yetu, vitu ambavyo vitapelekea kuuvunja udugu wetu na kuudhoofisha, vitu kitakavyopelekea kuleta uhusuma kati yetu. Ukiisoma suratul Hujurat, kwanza imeasisi katika msingi wa kumtii Allah na mtume wake na kutanguliza yao mbele, lakini pia kumheshimu mtume sallallahu alaihi wasallam na kuheshimu sunna zake, lakini pia namna ya upokeaji wa habari na taarifa na kuzifanyia kazi. Imeeleza Qur'an suratul Hujurat. Tukianza kuifafanua suratul Hujurat, kuna mambo mengi sana. Tunaonekana kwamba jamii yetu inahitajia jambo hilo. Kwa ni vizuri tukasomeshana, tukapeana maarifa na fawaidi zilizomo katika sura hii na nyinginezo katika ayati za Qur'an. Lakini kama hakuna taalifu alqulubi bainana, huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bilmu'minin. Anaambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye Allah ndiye aliyekupa nguvu wewe kwa nusura yake na kwa sababu ya waumini. Usidharau jambo hilo, wala simdharau mtu yoyote. Yule jahili tu yule, wajua wao majuhali hao. Kila mmoja awe katika nafasi yake, apewe heshima yake, na wewe usitaki kuwa kimbelembele katika mambo ambayo yako juu ya umri wako na elimu yako. Muhadhara wa Sheikh Abu Musa una mafunzo juu ya hili pia. Watu kuona kiherehere, mtoto mdogo ataka kuzungumza mbele ya watu wakubwa. Si mnajua kisa kile cha maswahaba wale watatu, nani Muhayyisa wa Huwayisa na Abdullah na Abdurrahman. Hao wanne aliuawa alikuwa ni Abdullah. Walikwenda huko Sham, huko akauawa mmoja. Yule Abdurrahman ni ndugu yake yule Abdullah aliuawa. Sasa akatoka Muhayyisa na Muhawisa na Huwayisa na huyu Abdurrahman wakaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahmani ni mdogo ukilinganisha na hawa, lakini aliyeuawa ni shakiki wake, ndugu yake, baba mmoja mama mmoja. Hawa wengine wawili ni ibn ammi zake, cousin zake, lakini ndio wakubwa. Sasa kufika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ile huzuni na ile haraka, yule mdogo akazungumza, kakaangu, ili Mtume sallallahu alaihi wasallam ametulia, kabir. Tafsiri yake aanze kusema mkubwa, mkubwa ndio aanze kusema. Sawa, pengine una maelezo wewe, una hiki, lakini mkubwa katika nyinyi ndio aanze kusema, alete taarifa. Alikataa habari ya yule mdogo, kweli akanyamaza, mkubwa akazungumza. Tukienda na utaratibu huu, tukawa tunajengeana heshima, kila mmoja anamuona mwenzake ni bora kuliko yeye, tukaheshimiana, jambo letu litakwenda vizuri, litabarikiwa. Itakuwa si tute maeneo mengine ya kufanya shughuli zetu. Hapana, tutoshe hapa, kwa sababu watu wataka ilmu, wataka haki, wanataka adabu, wataka heshima. Ndicho wanachokitaka watu. Tukienda namna hiyo tutafanikiwa biidhnillahi alkarim.